Msikilizaji, wiki nzima ilikatika bila kuonekana kwa Sara. Sara hakuonekana kabisa. Sio kazini wala sio nyumbani kwa Sara. Sara hakuonekana. Ni wapi Sara alipo? Mimi nawe hatujui, na hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya pili. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Bwana Ali Mbetu. Bwana, karibu kwenye hii sehemu ya tatu, na wewe kama ni mgeni hapa, basi nikusihi msikilizaji, usiache kubonyeza alama ya subscribe ili usipitwe na simulizi zangu ambazo naachia kila siku inayoitwa leo. Bwana, karibu, ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa hii simulizi tamu ya kuitwa Shena, ama unaweza ukaiita Mimba ya Jini. Karibu. Naam, ni kweli kabisa, wiki nzima ilikatika bila kuonekana kwa Sara, lakini Shena aliendelea kufanya usafi kila siku na kuifanya ofisi izidi kupendeza. Ofisi ya kijana Mustafa ilizidi kunawili. Kwa ile hali ilifikia hatua sasa mpaka Mustafa alikuwa naomba Sara asirejee tena pale kazini kutokana na usafi uliokuwa unafanywa na Shena. Msikilizaji, kila mtu alikuwa anaingia kwenye ofisi ya Mustafa alikuwa anabaki kuisifia hii ofisi. Kila mtu alikuwa anatamani kumpata mtu mwenye uwezo wa kufanya usafi kama vile mtu huyu anayefanya usafi kwenye ofisi ya kijana Mustafa. Ofisi ilikuwa inanukia, ofisi ilijua kupendeza. Wakati wote huo, msikilizaji, kila siku Shena alikuwa anakwenda nyumbani kwa Mustafa na alikuwa anafanya naye mapenzi kitandani kwake, huku mkewe akiwa amepitiwa kabisa na usingizi. Siku zote alifuata masharti aliyopewa kuyafanya kabla ya kulala. Mustafa alikuwa anafuata masharti yote aliyokuwa anapewa na Shena. Zoezi kubwa kwake lilikuwa ni kumpaka mafuta mkewe, mafuta ambayo humfanya mwanamke wake analala mpaka asubuhi bila hata kugeuka. Basi hapo Mustafa alikuwa anafanya yake yeye na Shena, lakini mkewe alikuwa hajui nini kilichokuwa kinaendelea, japokuwa kitanda kilikuwa ni hiko kimoja. Mustafa alifanya vitu vyake siku zote kwa umakini mkubwa mno, kwa vile mkewe hakuweza kukutana naye tena kimwili. Na tukumbuke ndo Shena alimwambia hivyo atumie zile dawa na asikutane na mumewe karibia mwezi mzima. Yule bidada Husna ambaye ndo mke wa Mustafa aliendelea kutumia yale madawa akiamini kabisa ndani ya huo mwezi atapata ujauzito. Hata kulala sehemu ya ukutani hakulazimishwa, kwa vile ilikuwa ni moja ya masharti ya dawa. Siku zote kijana Mustafa kwa upande wake alikuwa anafanya kama alivyokuwa anaelekezwa na yule Shena. Lakini siku moja Mustafa alirudi nyumbani akiwa amechoka sana, na alisahau kumpaka mafuta mkewe kwa kuamini kabisa ya kwamba alikwisha kumpaka. Usiku kama kawaida, Shena aliingia ndani na akamnyanyua Mustafa na kwenda naye bafuni kuoga, na baada ya kuoga alirudi kitandani na kuanza kuandaana pale, kisha wakaingia kwenye tendo. Hatua ya awali iliisha kila mmoja kufurahia lile penzi la mwenzie, na kisha wakapumzika kwa muda ili kuweza kujiandaa kwa hatua nyingine. Shena kama kawaida alimpa Mustafa maji ya kunywa yaliyomrudishia nguvu, na akarudi tena bafuni kuoga na kuingia hatua ya pili. Mapenzi alipopamba moto, Shena aligugumia kimapenzi kwa kuusifia uwezo wa Mustafa kimapenzi. Kwa vile mke wa Mustafa hakupakwa yale mafuta ya kumlaza usingizi wa 444, sasa ile sauti ya kulalamika ya kimapenzi ilimshtua kutoka usingizini, na alipoangalia pembeni yake alimwona mumewe Mustafa akifanya tendo na mwanamke mzuri wa Kiarabu. Wote walikuwa katikati ya tendo. Mwanamke huyu Husna kwanza alitulia kwa muda na akajiuliza alichokiona ni kweli ama anaota, maana ni hapo hapo kitandani anamshuhudia mume wake akifanya lile tendo na mwanamke mwingine wa Kiarabu. Husna kwanza alikaa kitako, akapekecha kwanza macho yake kama ni kweli amelala au yuko macho. Akili yake Husna ilimweleza kwamba hakulala bali yuko macho, na kile anachokiona pale kitandani ni kitu cha kweli na sio wala ndoto. Husna alijiuliza, yule mwanamke gani asiyekuwa na uoga aliyeingia ndani mwake bila hata ya hofu, na tena anafanya tendo na mume wake kitandani kwake?
Kufanya hiki kitendo kinahitaji ujasiri wa hali ya juu. Lakini pia alijiuliza, tabia ile imeanza lini ya mumewe kuingia na mwanamke ndani na kufanya naye mapenzi kwenye kitanda wanacholala bila hata uoga? Wakati akiwaza vile Husna, Shena ndo akashtuka baada ya akili yake kutambua kwamba mke wa Mustafa ameamka na anaangalia kile kilichokuwa kinaendelea pembeni yake. Shena alijibadili ghafla, akatoweka pale kitandani. Akabakia Mustafa akilalamika kwa kumuita jina lake kwamba Shena, Shena mpenzi wangu, unaenda wapi Shena? Shena hakujibu. Alisogea pembeni ya mke wa Mustafa akampuliza usoni. Usingizi mzito ulimchukua Husna, akarudi kitandani kulala. Na baada ya kulala, Shena ilibidi amuulize Mustafa. Mustafa alikuwa hajui nini kilichokuwa kikiendelea. Shena akamuuliza, wewe Mustafa, ndo umefanya nini? Mustafa akauliza, nini tena mpenzi, mbona sielewi? Hivi ni kwa nini hukumpaka mafuta mke wako? Mke wangu, mbona mafuta nilimpaka? Ebu acha uongo Mustafa. Tutamwambia nini mkeo ikiwa ameona kila kitu tulichokuwa tunakifanya? Kwani mwanamke wangu unataka kuniambia aliamka? So aliamka, ni ameamka na ameona kila kitu tulichokuwa tunakifanya. Hai, Mungu wangu. Mustafa alishika mikono kichwani. Nisikilize Mustafa, mimi naondoka na hutoniona tena katika maisha yako, Shena alisema kwa hasira huku akielekea alipokuwa ameweka nguo zake. Sasa Mustafa ilibidi aanze kumbembeleza Shena kwamba usifanye hivyo mpenzi, mimi nakuhitaji kuliko kitu chochote. Inawezekana labda tu uchovu ulisababisha mimi nipitiwe, naomba unisamehe sana na kuomba. Mustafa, nakupenda sana, lakini masharti yangu ya kuendelea kuwa na wewe yatakuwa ni magumu sana kuliko mwanzo, na nina imani masharti yangu utayashindwa. Kama hili tu sharti la kumpaka mke wako mafuta kila anapoingia kulala umeshindwa, je, huko mbele ni masharti yangu utayaweza? Shena, mimi nakuahidi nitatekeleza yote ambayo unaniambia. Kweli? Kweli kabisa nakwambia. Hivi Mustafa, unajua jinsi gani nakupenda? Najua unanipenda tena sana. Sasa sikiliza. Kesho mke wako lazima atakuuliza kuhusiana na alichokiona usiku huu. Kwa vile aliendelea na usingizi, atataka ukweli kutoka kwako. Wewe kataa, kwa vile hana uhakika kwa kile alichokiona kama ni kweli ama ni ndoto. Sawa, mimi nafanya hivyo, nitakuahidi. Kwa vile amelala, tuendelee na dozi ya mwisho, lakini kuanzia leo Mustafa tubadili mfumo. Okay, sawa mpenzi, mimi niko radhi kwa lolote utakaloweza kuniambia, niko tayari. Kweli bwana, walikwenda kuoga na kurudi kwa ajili ya kumaliza dozi ya mwisho, na kisha Shena aliondoka na kumwacha Mustafa akiwa yuko katika hali ya usingizi. Msikilizaji, Husna ndo alikuwa wa kwanza kuamka. Mumewe alikuwa bado amelala. Kwanza alimwangalia mumewe, alafu alijikuta anavuta kumbukumbu ya usiku. Akaanza kujiuliza, hivi kile nilichokiona usiku ilikuwa ni kweli ama ilikuwa ni ndoto? Kwa vile toka Husna olewe na Mustafa hakuwahi kutokewa na tukio kama lile, kwa sababu alikuwa anamwamini sana mumewe. Alikuwa anamwamini mumewe Mustafa kwa uaminifu wa ndoa yao kwa kipindi chote pamoja na matatizo yote, lakini Mustafa hakuwahi kumdharau mke wake kwa kumsaliti, na isitoshe eti kumletea mwanamke chumbani, kitandani wanapolala wao siku zote. Sasa huyu bidada Husna kwa akili ya kawaida aliamini kabisa ile ilikuwa ni ndoto. Lakini hapana. Mbona kama niliamka usiku afu nikamkuta mume wangu anafanya mapenzi na mwanamke wa Kiarabu? Sasa wakati Husna anawaza hayo, akili kamrudia ghafla. Mbona alivyoamka asubuhi huyo mwanamke wa Kiarabu hajamuona? Kiukweli kila lililokuja mbele yake lilimchanganya sana Husna. Ilibidi apate jibu la kitendawili chake. Sasa aliamua kumwamsha mume wake. Baada ya kumtikisa mume wake kwa muda huku akimuita jina lake la Mustafa, Mustafa alishtuka kutoka usingizini. Akamgeukia mke wake, akamuuliza, mke wangu vipi, mbona unanikurupusha asubuhi asubuhi?
Mme wangu, hebu kwanza amka kwanza. Kuna nini mke wangu? Bwana wewe si uamke. Husna alisema kwa sauti kali kidogo. Mustafa ilibidi amke, akakaa kitako ili amsikilize mkewe. Niambie mke wangu. Kuna kitu kimetokea, sijui ni kweli au ni ndoto. Kitu gani tena mke wangu? Kuna kitu nimekiona usiku wa kuamkia leo, kimenichanganya sana. Kitu gani mke wangu? Hebu niambie. Hapo Mustafa alimuuliza mkewe huku akificha macho yake, akawa anapiga ile miayo ya kiuchovu ile kama mtu aliyechoka na usingizi. Sasa Husna ilibidi amueleze mumewe kila kitu alichokiona ambacho yeye aliamini haikuwa ni ndoto. Sasa kwa vile Mustafa alishaelezwa na Shena kilichokuwa kimetokea nini na alishapangwa inatakiwa amjibu hivi na hivi na hivi huyo mkewe, Mustafa kwake haikuwa kazi. Akamwambia, sikiliza mke wangu, hivi kwa akili yako tu ya kawaida kitu hicho minaweza unaona kweli kitu hiko kinaweza kikafanyika mke wangu? Yaani mimi nichukue mwanamke nimuingize hapa ndani chumbani kwetu kitandani kweli mke wangu? Hiyo inakuja akilini kweli mke wangu? Mme wangu, unajua hata mimi nashangaa. Lakini nakumbuka mimi niliamka usiku nimekaa kabisa kitandani nikakushuhudia wewe unafanya mapenzi na binti wa Kiarabu hapa kitandani. Okay. Haya, niambie, baada ya kukaa kitandani nini kiliendelea? Kiukweli mume wangu sikumbuke vizuri. Zaidi tu nilishtuka alfajiri alafu nikajikuta eti nimelala. Sasa wasiwasi wako nini mke wangu? Kama ningekuwa nimeingiza mwanamke humu chumbani usingemuona ulivyoamka? Alafu mke wangu, kweli mimi niingize mwanamke humu ndani hata kama anafanya naye mapenzi hapo kitandani? Wewe umelala hapo kitandani jamani, si unaweza ukashtuka ukanifumania mmeo? Kweli jamani, hata kama ndo kuchiti kusaliti ndo ni kusaliti humu ndani kweli mke wangu? Si ningeenda huko maloji magesti huko wapi? Mimi sina hiyo tabia mke wangu. Mbona mimi mwanaume mwema? Yaani kati ya wanaume wema wasiojua kuchiti mke wangu, mimi sijui kuchiti. Mimi ndo mwanaume pekee niliyeshushwa na Roho Mtakatifu kutoka mbinguni nikaja duniani kwa ajili yako mke wangu. Siwezi kukuchiti mimi. Kwanza ni chiti na kosa nini kwako? Kila kitu napata. Wewe mwanamke wangu mzuri, una kila sababu ya mimi kuwa na wewe. Sasa hapana bwana mke wangu. Unajua ndo hapo hata mimi mwenyewe nakupochanganyikiwa. Sijui ilikuwa nini, sijui ni ndoto. Kwa sababu mimi Mustafa nakuamini bwana, huwezi kunifanyia hivyo. Hebu nisikilize mke wangu. Achana na mandoto hayo. Hayo mandoto hayana maana. Kweli mke wangu, mimi nilete mwanamke ndani kweli? Nifanye naye mapenzi kitandani kweli? Si bora hata ningeenda kufanya naye kule sebleni kule. Au labda hata chooni wapi huko. Kwanza mimi kuchiti sijui mke wangu. Hiyo tabia mimi nianze lini? Siwezi mimi bwana. Bwana, hizo ndoto tu bwana mke wangu, achana nazo bwana. Unajua ndoto sometimes zinaweza zikatuharibia ndoa yetu. Na istoshe ndoto siku hizi kuna ndoto mpaka za AI. Yaani AI inatengeneza ndoto inaleta kichwani mwako. Inatugombanisha mimi na wewe mke wangu Achana hizo mambo bwana. Naam, Mustafa alizidi kujifanya, yani kama vile anamshangaa mkewe. Yaani mume wangu hata mwenyewe nashangaa, sijui hata ilikuwaje. Achana na hizo ndoto za kijinga hizo mke wangu. Basi nisamee mume wangu kama nimekukwaza. Uje nikwaza mke wangu. Unajua una haki ya kuniuliza na umefanya vizuri sana kuniuliza, kwa sababu ungekuwa mwanamke mpumbavu ungeanza kuamka hapa ungenuniana nini, lakini umeamka umeniuliza vizuri na nimekueleza mke wangu hiyo ni ndoto, mimi sijafanya chochote bwana. Naam, wakiwa katikati ya mazungumzo Mustafa pamoja na mke wake Husna, simu ya Mustafa iliita na alipoangalia ilionyesha inatoka kwa Shena. Mustafa ilibidi aipokee na kisha akazungumza na Shena. Yes, hello. Halo, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi, mmeamkaje? Tumeamka salama. Kweli? Kweli. Mbona kama mkeo ana tatizo? Mke wangu sijui ameota manini bwana, yani amemchanganya kweli yani. Ameota nini? Hapo msikilizaji, Shena naye akajifanya kama anashtuka hivi. Sijui eti anasema ameniona mimi sijui nini. Unajua bwana, hata simuelewi mke wangu. Ameniona sijui eti nafanya nini sijui.
hebu mpatie kwanza yeye mwenyewe simu azungumze. Naona kama vile Mustafa unang'atang'ata maneno. Hebu mpatie mke wako mara moja niongee naye. Shena aliposema hivyo, Mustafa ilibidi ampe simu mkewe aliyekuwa bado amesimama pembeni ya kitanda. Husna alipokea ile simu na kuzungumza, pasipo kujua kwamba Husna alikuwa anazungukwa vizuri tu. Alikuwa anachezewa mchezo pasipo mwenye kujua. Asalamu alaykum Shena. Wa alaykum salam. Eti mpenzi, kuna nini kimetokea? Shena alimuuliza Husna kwa sauti ya upole. Husna ilibidi amueleze kama alivyokuwa amemueleza mumewe kilichomtokea usiku. Na baada ya kumsikia, Shena akasema, mpenzi, unajua hizo ni ndoto ambazo zinavunja ndoa nyingi sana. Kwa vile mtu anaota akiwa yuko usingizini, hutakiwi kuamini hilo jambo hata mara moja. Hizo ni ndoto tu kama ndoto zingine. Lakini mumeo akirudi kutoka kazini, atakupatia dawa. Hiyo dawa nataka ujipake wakati wa kulala. Hiyo ndoto haitojirudia tena. Nashukuru sana Shena, kwa kweli hii ndoto ilinishtua mno. Pole mpenzi, wala hata usijali, hutoshtuka tena. Asante dadangu. Jamani, nina hamu sana kukuona. Sijui tutaonana lini Shena. Utaniona tu, wala hata usiwe na wasiwasi. Hata mimi nina hamu na wewe. Unasema uliyemuota akifanya mapenzi na mumeo. Hivi uliiona sura yake ndotoni? Ndiyo, niliona. Kwa mfano akutokea hapo mbele yako, utamjua? Ndiyo, nitamjua, na nilimuona vizuri sana, japo nilikuwa naota. Basi mpenzi, nikimaliza mizunguko yangu nitakuja kukuona. Sawa Nitakuona, nitakuja hapo, nitakuwa hapo kwako mpaka utanichoka. Shena bwana, siwezi kukuchoka, labda wewe ndio unichoke mie. Amna mpenzi, ila tu usiendekeze hizo ndoto. Hizo ndoto sio za kweli. Sawa, nimekuelewa. Shena alimalizia kuzungumza na Husna na kisha akamalizia kuzungumza na Mustafa na kisha akakata ile simu. Mazungumzo yake yalirudisha imani moyoni mwa Husna na akaamini yale alikuwa ameyasema Shena yalikuwa na ukweli mkubwa mno, kwamba ile ilikuwa ni ndoto tu. Laiti Husna angejua ile haikuwa ndoto bali ulikuwa ni ukweli, haki nani pangechimbika. Hata kama Shena ni jini, lakini pangechimbika. Thubutu eti mimi mwenyewe hapa litokee jini limpende mwanamke wangu. Haki ya Mungu, sitajali kama ni jini wala jinamizi. Nitapambana nalo kivyo vyote vile unaambiwa. Fanya masiala nini? Mapenzi yanauma bwana. Kisa wendo jini ndo utembee na mpenzi wangu, zitapigwa mpaka asubuhi unaambiwa. Sasa bwana, baada ya moyo wake Husna kuamini ile ilikuwa ni ndoto, akamtayarishia mumewe maji ya kuoga, akamtayarishia kifungua kinywa, lakini moyoni mwake Husna akawa ni mweupe, yani ameridhika kabisa kwamba ile ilikuwa ni ndoto. Kijana Mustafa baada ya kupata kifungua kinywa alimwaga mkewe na kuelekea kazini. Kama kawaida alikuta ofisi imesafishwa. Akiwa ofisini, jini Shena alimtokea, na kabla hajaanza kazi wala kuzungumza naye, ilibidi amwambie Mustafa, unajua nilitaka kukulaumu, lakini umenirahisishia kazi. Yale mafuta nilokupatia ya kumpaka mke wako, mpe ajipake yeye mwenyewe. Hakikisha unamkumbusha mke wako kujipaka yale mafuta kabla hajalala. Hiyo itatusaidia kumteka bila yeye mwenyewe kujijua. Shena, kiukweli nakushukuru sana. Yaani sijui bila wewe ingekuaje. Ungekataa tu, lakini lazima angeuliza kwa watu na angetaka kukuchimba na angeujua ukweli. Shena, unafikiri angeujua ukweli ingekuaje? Tungejua tu, ningejua nini cha kufanya, lakini ingetusumbua kidogo. Nashukuru sana mpenzi, umenisaidia kwenye hili. Basi nikuache ufanye kazi. Nashukuru sana. Jini huyu Shena aliaga na kuondoka,
na kumwacha Mustafa alikuwa akijiandaa kwa ajili ya kuanza kazi ya ile siku. Msichana mmoja alionekana amelala chini ya mti mkubwa pembeni ya barabara kuu ya kutokea Dodoma kwenda Mpwapwa. Binti huyo alikuwa amejifunga kipande kichafu cha kanga kwa chini na juu matiti yake yalikuwa yako wazi. Miguuni binti huyo alikuwa yuko pekupeku. Miguu ilikuwa imejaa tope lililokauka na alikuwa amejaa vumbi mwilini. Kwa kumtazama unaweza ukasema alikuwa ni chizi. Wasamaria wema waliopita njia ile waliamini kabisa kwamba yule alikuwa ni chizi mwenda wazimu. Lakini ilikuwa ni ajabu kwa eneo lile, hakuna hata mmoja aliyekuwa akimfahamu. Toka watu walipomwona amelala chini ya mti, ilipita zaidi ya masaa 6, yule binti hakugeuka, kitu ambacho kiliwatisha na watu wakafikiria labda yule mtu atakuwa amefariki dunia. Walimsogelea, wakamtikisa. Binti huyu alifumbua macho kuwatazama watu hawa, lakini alikuwa amechoka kwa njaa na uchovu. Wasamaria wema ilibidi wamchukue, wakampeleka kwenye makazi ya watu na kisha walimpatia chakula. Binti huyu baada ya kushiba, walimpatia maji ya kuoga, wakampatia na nguo. Binti huyu alionekana ni mtu mwenye akili zake timamu kabisa na wala sio kichaa kama vile walivyokuwa wanamfikiria. Huyu binti baada ya kutulia, wale wasamaria wema walimuuliza maswali kutaka kujua ametokea wapi na amefikaje pale. Wakamuuliza, "Wewe binti, unaitwa nani?" "Naitwa Sara." Sara, umetokea wapi?" "Nimetokea Dar es Salaam." "He? Umetokea Dar? Huku Dodoma umefikaje?" "Kwani huku ni Dodoma?" Sara aliuliza huku akipepesa macho. Alikuwa anashangaa sehemu ile ambayo ilikuwa ni ngeni kwake. Akaambiwa hapa ni Kongwa, njia inayoelekea Mpwapwa. "Mungu wangu, Anyi waongo, so kweli?" Sara alibisha, hakuamini kwamba alikuwa amefika Dodoma tena kwa kutembea. Yeye alikuwa anaamini kwamba ametembea kwa siku hiyo moja tu. Wakati kule Dar es Salaam, Sara alikuwa anatafutwa zaidi ya wiki na mawiki yalikatika, lakini Sara hakuwa ameonekana. Ghafla anakuja kuonekana yuko Dodoma. Wakamuuliza, "Kwani wewe uliondoka kwako lini?" "Mimi mbona nimeondoka tu jana usiku." "We dada, uko sawa kweli kiakili wewe?" "Mimi mzima na wala sijai kuugua ugonjwa wa akili, niko sawa." "Basi ndio ujue hapa ni Kongwa." "Mungu wangu, sasa mimi nimefikaje huku?" Sara alishtuka huku macho akimtoka pima. Ilibidi wale wasamaria wema muulize, "Kwani wewe ilikuwaje?" Hapo ndipo Sara ilibidi awaeleze wale wasamaria wema jinsi alivyopotea baada ya kutoka kwake kuelekea kwenye banda la chipsi kwa ajili ya kununua chakula cha usiku, alafu amejikuta akipotea njia. Na ameshangaa anakuja kujiona yupo katikati ya pori, na alipozidi kutembea bila kufika mpaka alipofika chini ya mti ule alfajiri, akiwa amechoka sana na akaamua kupumzika kwa vile hakujua wapi anapoelekea. Wale wasamaria wema walishangaa, wakamwambia, "Wewe binti, mbona story yako ya uongo? Mbona haiwezekani? Yaani umetoka nyumbani kwako huko Dar, umeenda kununua chips kwenye banda la chips, umejikuta unarudi unapotea njia. Haya, mwisho wa siku unajikuta upo Dodoma." We dada, utoke Dar mpaka Dodoma kwa miguu, hiyo miguu yako singekuwa imevimba. Tena unasema kwa usiku wa jana alfajiri, yani alfajiri uko Dodoma kweli? We dada, umekuwa treni wewe ya mwendo kasi ama? We dada, wewe akili yako iko sawa wewe? Wewe tuna wasiwasi na maelezo yako. Ukupeleka hospitalini, uenda uko sawa? "Hapana jamani, mimi akili yangu iko sawa. Kwani leo ni siku gani?" aliuliza Sara baada ya kuona watu wakipita kuelekea kanisani. Wakamwambia, "Leo Jumapili." "Mungu wangu, nyie, haiwezekani. Mimi mbona nyumbani nimetoka Jumatatu afu leo Jumapili? Haiwezekani. Kwa mimi nimetembea kwa miguu wiki nzima. Kwani mimi nimewakosea nini mpaka wananitesa hivi?" "Wakina nani wanakutesa?" "Mungu atalipa tu. Mungu atalipa hili, mimi nasema Mungu atalipa."
Sara alianza kulia maskini ya Mungu na kuwafanya hawa Wasamaria wema waanze kumbembeleza. Na baada ya kunyamaza, ilibidi awaombe msaada wamrudishe Daa. Kwa vile muda ulikuwa umekwenda, walimpatia hifadhi ya kulala pale ili siku ya pili alfajiri wampandishe kwenye basi arudi Daa. Usiku kucha, msikilizaji, Sara hakulala. Alikuwa anawaza yale yaliyomtokea. Kwake hakuamini. Aliamini tukio lile ni la ndotoni, halina ukweli wowote. Msikilizaji, hata ungekuwa wewe uko hapo nyumbani kwako, unatoka unasema ukanunue chips, eti umepotea njia, ghafla unajikuta uko Mbeya. Ila Sara aliyataka, maana alijifanya yeye ndo bingwa kweli kweli wa kupambana na majini, na majini ndo yamemkomesha sasa. Shenzi kabisa. Unacheza na jini shena wewe. Sara, utakoma ndugu yangu. Siku ya pili, Sara aliamshwa alfajiri na wenyeji wake, akapandishwa basi linalokwenda njia panda ili apande huko basi linalokwenda Dar es Salaam. Baada ya kupanda haisi ambayo ilimpeleka mpaka njia panda, ambapo hapo alipanda basi la Shabibi, akatulia kwenye siti. Basi lilikuwa linakwenda, akawa anaangalia mapori ya njiani, ambayo mapori hayo yalimfahamisha kwamba yuko safarini, lakini bado hakuamini kwamba alifikaje Dodoma. Sara njia nzima alikuwa anajiuliza nini kilichomfanya afike Dodoma, tena kwa miguu bila hata ya kuchoka, wala hata hajadhuriwa na wanyama wakali. Pamoja na kuamini ya kwamba yupo ndani ya basi, lakini Sara bado hakuamini tukio lililomtokea. Mara ya mwisho anaamini alikuwa nyumbani kwake, alikuwa anakwenda kununua chips, ghafla kapotea njia na anajikuta yuko Dodoma. Sara aliamini ile ilikuwa ni ndoto iliyomchanganya, na akiamka asubuhi basi atajikuta yuko kitandani kwake amelala. Basi hilo likaingia jijini Dar es Salaam majira ya saa 6:30 za mchana. Lakini bado Sara hakuamini. Yaani Sara alikuwa anajiona kama yuko ndotoni, lakini haikuwa ndoto. Sara aliteremka kwenye basi baada ya abiria kuanza kuteremka. Baada ya kuteremka, aliangalia pesa ya nauli aliyokuwa amefunga kwenye kanga chakavu, akafungua akaikuta shilingi 1000 iliyochafuka kwa udongo wa kijijini. Chini alikuwa amevalia ndara rangi mbili, moja nyekundu nyingine ya blue. Nywele zake zilikuwa tim. Sara alionekana kweli mwanakijiji kutokana na jinsi alivyokuwa, na muda wote hakujiona, kwani kama angejijua jinsi alivyo asingeweza hata kutembea kutokana na jinsi anavyojipenda. Hata alipotaka kupanda daladala, konda alimwona huyu wakuja huyu, akamsemesha pale maneno ya kejeri. Sara hakujali, aliingia ndani ya daladala mpaka Kinondoni kanisani anapokaa. Baada ya daladala kusimama, aliteremka na kuelekea kwake. Alipokaribia alishangaa kuona mlango wake uko wazi. Alafu shoga yake Happy aliyekuwa amekaa nje ya chumba chake alikuwa ndo wa kwanza kumwona. Happy kwanza alishtuka kumwona Sara. Sara alikuwa kwenye mavazi ya ajabu. Gauni lilikuwa limechanika mabegani, kanga ilikuwa imepauka, kanda mbili rangi mbili unaambiwa. We Sara. Happy alimuita kwa sauti ya juu. Sauti ile ilikuwa ni kama kitu kilichomzindua kutoka usingizini. Alijikuta naye anashangaa. Happy akamwambia, we Sara wewe. We Sara, ulikuwa wapi? Jamani, mbona umevaa nguo za ajabu wewe? Kauli ile ilimfanya Sara alijichunguze na alijikuta akijishangaa mavazi aliyokuwa amevaa. Pale pale Sara alijikuta anaangua kilio, huku akawa anasema, Mungu wangu, kumbe ni kweli, nilidhani ndoto. Kumbe ni kweli nini sasa jamani? Happy alitaka kujua. Sara hakusema kitu, alikimbilia ndani akajitupa kitandani. Alianza kulia kilio cha sauti na kuwafanya majirani wakusanyike pale nje ya chumba chake. Happy ndiye aliyeingia ndani kutaka kujua shoga yake alikumbana na nini, kitu kilichomfanya toeke nyumbani wiki nzima na amerudi akiwa kama vile mwanakijiji. Happy ilibidi amuulize, we Sara umepatwa na nini? Happy, hata siamini. Nitembea usiku kucha mchana kutwa kwa siku 6 bila kupumzika eti mpaka Dodoma. Dodoma? Ndiyo dada. Yaani hata siamini, hizi nguo nimepewa na Wasamaria wema tu wa Kongwa huko. Waliniokota nimelala barabarani. Wewe.
Yaani wewe acha tu. Kama nisingepanda haisi kutoka Kongwa kisha basi la Shabibi, basi sijui nisemaje. Tiketi hapa, Happy angalia. Sara alimuonesha Happy tiketi ya basi ambalo ilionyesha kweli tiketi ile ni ya siku ile. Baada ya Happy kuisoma, akili yake bado haikumwamini shoga yake. Eti ameenda Dodoma kwa miguu. Aliona mbona kama huu ni mchezo wa kuigiza. Akamwambia, "We Sara, wewe siku ile ulisema kwamba unakwenda kununua nyama. Ulikuwa unakwenda kununua kitimoto sijui na ndizi. Haya imekuwaje?" "Ndio hivyo shoga yangu, nimetoka vizuri tu mpaka karibu na kwa macha pale kitimoto. Lakini ghafla nilijishangaa nimejikuta nipo katikati ya pori. Yaani hata sijui ni pori gani, hata sielewi." "Wewe." "Yaani niliogopa mpaka haja ndogo ikanitoka. Kibaya zaidi nyuma yangu kulikuwa kuna milio ya ajabu ikitisha na kunifanya nikimbie kwenda mbele, japokuwa sikujua ni wapi nilipokuwa nakimbilia. Kila nilivyokuwa nikikimbia, ndivyo sauti za kutisha zilivyokuwa zikinisogelea na kunifanya nizidi kukimbia. Nakumbuka upande wangu wa kanga wa juu ulinidondoka, lakini sikujali zaidi tu ya kuokoa maisha yangu ambayo niliona yako hatarini. Kanda mbili nilizokuwa nimevaa zilinidondoka na nikajikuta nakimbia pekupeku huku nikikanyaga miba na vichaka. Kutokana na kutokewa na vitu vile vya kutisha ambavyo sikudhania kukutana navyo hata siku moja, nilijua ile ndoto tu na wala sio kweli. Lakini baada ya kukimbia kwa muda mrefu bila kupumzika, nilianza kusikia vichomi kwenye mbavu na kunifanya nishindwe kutembea. Zile sauti za kutisha zilizidi kunisogelea na nikaona kama vile nitazubaa basi nitakufa. Kwa nikajilazimisha kukimbia huku nikiwa nimeshika mkono kwenye mbavu. Nilikwenda hivyo hivyo kwa kuchechemea mpaka nilipotokea kwenye mti mkubwa. Kwa vile nilikuwa nimechoka sana, nilijiegemeza kwenye mti mkubwa pembeni ya barabara. Pamoja na alfajiri ile kuona baridi kali, lakini usingizi ulinichukua. Happy, huwezi kuamini, mpaka nilipokuja kuamshwa na mwanakijiji, yani sikuamini waliponiambia pale ni Kongwa Dodoma, na muda ule ulikuwa ni majira saa 8 za mchana. Na kingine kilichonishangaza kuelezwa kwamba siku ile ilikuwa ni Jumapili, wakati mimi niliondoka nyumbani Jumatatu. Happy, yani hapa kwenye bado siamini kutembea kwa mguu wiki nzima. Na kibaya zaidi nakumbuka nilitembea usiku mmoja tu, lakini nimeonekana nimetembea wiki nzima. Hii mbona ni ajabu? Kama nilitembea wiki nzima, mbona sikuona mchana zaidi ya usiku tu? Hapo Sara alihoji huku machozi ya uchungu yakimtoka. "Ndugu yangu, mbona hiki ni kituko? Ndugu yangu, lazima uende kanisani ukaombewe. Lazima watakuwa ni wachawi tu walikuchukua, so bure." Sara alisita kuzungumza mara baada ya kumwona nguruwe alikuwa amekaa kwenye kiti alichokuwa amekaa Happy. Pale pale Sara alipiga kelele za uoga kwamba, "Mama, nakufa, nguruwe, nguruwe." Sasa Happy akamwambia, "We, nguruwe yuko wapi?" Happy alimshangaa rafiki yake, na hapo Sara akasema, si. Ha? Sara alituliza macho, alishangaa kumwona aliyekuwa amekaa mbele yake sio nguruwe bali ni Happy. We Sara, uko sawa kweli? Kwa hiyo mimi tena unaniona mimi nguruwe? Happy aliamini rafiki yake hakuwa sawa. Hapana Happy. Sara alituliza macho yake baada ya kumwona tena nguruwe kwenye kochi. Hapo hakupiga kelele. Sara alitulia, akafikicha macho ili kupata uhakika kama kweli kilichopo mbele yake ni nguruwe au anaona maruweruwe. Baada ya kutulia hivi, akamwona tena shoga yake Happy na wala sio nguruwe. "Happy, naomba nipumzike. Yaani siko vizuri, yani sijielewi." "Okay, sawa dada, lakini kwanza hebu nenda ukaoge ili kufanya mwili wako upumue." "Sawa." Sara alisema huku akivua nguo alizokuwa amekuja nazo, akachukua taulo ili ende bafuni.
Alichukua sabuni na mswaki na kisha alitoka nje, akamwacha shoga yake akimfanyia usafi wa chumba. Sara alielekea nje. Alipofika mlangoni alisita kutoka baada ya kuona nguruwe walikuwa wamejaa pale uani. Sara alizidi kushangaa. Ilibidi amwite Happy kwa sauti, Happy njoo. Happy aliacha kufanya usafi kule, akasogea mpaka mlangoni, akamuuliza, we Sara vipi? Eti nje unaona nini? Mbona kawaida, kwani unaona nini? Naona nguruwe. Nguruwe? Njoo. Sara alisema hivyo huku akipekecha macho, akaona wapo wapangaji tu wenzake na wala hata nguruwe. Huu mwaka mbona wangu. We shoga, kuna umuhimu twende kanisani ukaombewe. Ngoja nikaoge. Sara alikwenda mpaka bafuni, alioga na kisha alirudi ndani. Aliporudi ndani, hali ile haikumtokea tena. Kwa vile alikuwa amechoka sana, alipanda kitandani na usingizi mzito kampitia. Naam, msikilizaji, siku ya pili Sara aliamka mapema na kuoga na kisha alitoka ili aende kazini. Alimwaga shoga yake Happy na Happy alimuuliza alivyolala kwamba wewe vipi? Umelala salama kweli shogangu? Happy, namshukuru Mungu nimelala salama. Wacha kwanza niwahi kazini. Japo sijui bosi wangu kama atanielewa. Atakuelewa tu. Kwani kilichotokea unajua sio kitu cha kawaida Ngoja kwanza niwahi kazini. Lakini Sara, mimi nilikuwa na wazo. Wazo gani? Mimi nilikuwa na wazo la kwenda kwanza kanisani ukaombewe na mapepo machafu. Happy, hilo wazo zuri. Lakini lazima kwanza nifike kwanza ofisini nijue hatima yangu ndo twende huko kanisani. Basi ukirudi jioni tutapanga hiyo safari. Sawa. Sara aliagana na shoga yake na kuwahi kazini kama kawaida kwa kuwahi ili afanye usafi kabla bosi wake hajafika. Mlinzi alimpa ufunguo kama kawaida. Alifungua ofisi, alishtuka kuikuta ofisi ikiwa safi, imeshasafishwa. Hali ile ilimshtua Sara na kumfanya sasa atoke nje mpaka kwa mlinzi, akaenda kumuuliza, we, eti nani kaja pa kufanya usafi? Mlinzi akashangaa, akamuuliza, wapi? Si ndani kule ofisini, nani kafanya usafi? We Sara, hebu acha hizo. Wewe ndo wa kwanza kuja hapa ofisini, mimi sijamuona mtu yote alokuja. Kwani toka nilipoondoka nani alikuwa anakuja kufanya usafi ofisini? Kwani wewe Sara ulienda wapi? Johnny, so muhimu kujua. Hebu nijibu swali langu. Unajua Sara, toka uondoke mimi sijawahi kumuona mtu akija hapa kufanya usafi. Na nakumbuka siku ambayo wewe hukuja bila taarifa. Nilitaka kwenda kufanya usafi lakini bosi alinikataza. Na tokea siku hiyo mimi sijamuona mtu yote akifanya usafi kwenye ndani ya ofisi. John, ina maana toka mimi niondoke hakuna mtu uliyemwona hapa anakuja kufanya usafi? Aisemi sijawahi kabisa kumuona. Sasa John, mbona ofisi inaonyesha imefanywa usafi muda so mrefu, tena usafi wa hali ya juu? Labda majini atakuwa amefanya usafi. Hapo mlinzi alisema tu kwa utani, na ndipo Sara akasema, John, na wewe umeligundua hilo si ndio Nimeligundua lipi? Kwamba ofisini kuna majini. Mimi nimesema tu kama utani. Sasa hilo jini lifanya usafi kwa ajili gani sasa? Kama mimi nilikuwa sifanye usafi, sasa nani amefanya usafi ofisini? Hawezi jua, labda bosi mwenyewe atakuwa amefanya usafi. Nisikilize John, nataka kukuambia hapa ofisini kuna mchezo. Hivi unamjua yule mwanamke? Mwanamke gani unayemzungumzia? Yule mwanamke mrembo anayekujaga ofisini. Aise, yule mwanamke ndio namjua. Yule mimi na wasiwasi, sio mtu wa kawaida. Unamaanisha nini kusema hivyo? Mimi yule mwanamke simuelewi. Huenda yule mwanamke ni jini. Kweli tena mimi nakwambia John. Jini? Wewe Sara, hebu acha mambo yako ya ajabu bwana. Angekuwa jini tungemuona, sasa jini sana kwa haonekani. Nisikilize John. Mimi ndo nakwambia. Ipo siku utakubaliana na mimi. Kwa hiyo bosi wateja wake wengine ni majini, si ndio? John,
hebu kwanza nikuulize, toka niondoke yule mwanamke kaja mara ngapi? Kwa kweli mimi sijamuona. Yaani toka uondoke yule binti sijamuona kabisa. John, hebu acha uongo. Kweli mimi sikutani yule binti, sijamuona kabisa. Basi wewe subiri. Kama ni yeye ndo jini, mimi yaani nakwambiaje, nitakomeshana naye tu. Sara alinyamaza mara baada ya kuliona gari la bosi wake lilikuwa likisimama getini. Hakutaka kuongeza neno, alichepa mwendo kwa ofisini. Sara alijisikia vibaya bosi wake kumkuta eneo lile badala ya ofisini, lakini Sara alipanga kujitetea mbele ya bosi wake ya kwamba alikuwa tu anamuuliza kitu yule mlinzi John. Mustafa toka akiwa ndani ya gari alishtuka kumwona Sara. Mustafa mara baada ya kupaki gari akaelekea ofisini, alipokea na Sara kama alivyokuwa kawaida yake na kisha akapeleka vitu ndani. Wakati wa kupokelewa alitaka kukataa, lakini hakuona sababu ya kukataa. Alimwacha apokee, lakini alitaka maelezo ya kina atakapomuuliza ili endelee na kazi, lakini kinyume na hapo alipanga kumfukuza kazi kwa sababu toka ondoke hapakuwa na pengo lolote pale ofisini. Baada ya kutulia kwa muda, Sara aliingia ofisini kwa bosi wake Mustafa, lakini Sara alikuwa hajiamini. Alifika akisimama mbele ya bosi wake. Mustafa aliacha kusoma gazeti la siku ile, akanyanyua uso wake, akamtazama sekretari wake ambaye ni Sara. Sara akasema, "Bosi, shikamoo." Sara alimwamkia kwa kupiga magoti. Ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa Sara kumwamkia bosi wake kwa heshima ile, jambo ambalo hakuwahi kulifanya siku za nyuma. Mustafa alijikuta kwanza akimshangaa Sara kwa kile kitendo, na wakati huo Sara alishtuka kuona aliyekuwa amekaa mbele yake si bosi wake bali alikuwa ni nguruwe. Sara akatuliza macho ili kupata uhakika. Hapakuwa na mabadiliko zaidi ya kuona nguruwe amesimama kwenye kiti cha bosi wake akichezea tupua. Sara ilibidi akaze macho yake, akaangalia kama kile anachokiona ni kweli au maruelwe. Bado hali ilibaki ile ile. Pale mbele hakumwona bosi, alimwona nguruwe amesimama mbele yake. Sara akapekecha macho ili kuikataa ile hali kwa kuamini yale yalikuwa ni maluelue kama iliyokuwa imemtokea jana yake. Aliamini yule ni binadamu na sio nguruwe. Aliamini yule ni bosi wake. Ghafla Sara akasikia mlio wa nguruwe. Hapo ndo akaamini kabisa yule sio bosi. Baada ya yule nguruwe kutoa mlio, Sara alijikuta anapiga kelele za uoga. "Mama, nakufa." Sara akashangaa nguruwe yule anazungumza kwa sauti ya kibinadamu. Akamwambia, "Sasa unaogopa nini? Wakati ulifunga safari kunitafuta mpaka Dodoma. Nimekuja alafu unapiga kelele?" Hapana. Sara alikataa huku akiwa anatikisa kichwa. "Kwa maana mimi ni mwongo Hujatoka nyumbani kwako kunifuata ili unilete ofisini?" Hapana. Sara kwa uoga haja ndogo ilimtoka bila hata kujijua. Lakini ghafla ilisikika sauti kali ya Mustafa ikimwambia Sara. Sara hakuitikia. Alijikuta anashika mikono masikioni ili kuzuia sauti ile ya nguruwe. Sara alishangaa kumwona bosi wake akiwa amesimama mbele yake huku akimshangaa. Mustafa akamuuliza, "Wewe Sara, nini sasa unachokifanya?" Mustafa alimuuliza Sara kwa sauti kubwa baada ya kushindwa kumwelewa. Sara akasema, "Bosi, nakufa bosi." Alisema hivyo huku pumzi zikimtoka, yani kama vile alikuwa anakimbizwa na simba. Mustafa akamuuliza, "Wewe Sara, kipi kinachokuwa? Kipi kinachokuwa?" "Mungu wangu, nakufa mimi." Sara alisema huku akiwa amekaa chini baada ya nguvu kumwishia, na alikuwa na hema kwa nguvu mno. Mustafa alizunguka meza na kisha akamsogelea Sara aliyokuwa amekaa chini. Alimshika kichwani, akamuuliza kwa sauti ya upole kwamba, "Wewe Sara, unaona nini?" Sara pumzi zilikuwa zimemjaa na alishindwa kabisa kuzungumza. Alijiuliza amekumbwa na nini, kwa vile kitu kama kile kilikuwa hakijawahi kabisa kumtokea maishani mwake. Sara alikuwa akitetemeka na jasho kumtoka, kitu ambacho kilizidi kumtia kwenye wakati mgumu mno Mustafa, kwa kuamini angesema basi angejua tatizo lake.
Akiwa katika kizunguzungu mkuti, asijue nini kimemtokea Sara, ambaye aliendelea kuhema huku macho akiwa yamemtoka pima. Mlango uligongwa na kumfanya sasa Mustafa ahamishe macho yake kuelekea mlangoni bila hata ya kuitikia. Mlango uligongwa tena. Hakutaka kumkaribisha mtu ndani kutokana na hali ya Sara aliyokuwa nayo. Mustafa ilibidi asogee pale mlangoni. Alikwenda mpaka mlangoni, akafungua ule mlango. Alijikuta akikutana uso kwa uso na Shena. Karibu. Mbona umeshtuka? Unajua Shena, sikutegemea kukuona. Kwani unasema hivyo? Au kuna muda uliokuwa umepanga mimi ndo nije hapa ofisini kwako? Hapana, karibu. Okay, asante. Sauti ya Shena ilimshtua sana Sara, ambaye mapigo yake moyo yalianza kupona, lakini ghafla yakaanza tena upya kwa kasi kubwa mno. Sara alijiuliza nini hatima yake, kama kweli huyu Shena ni jini, na kama ndiye alikuwa akimfanyia mchezo ule, sasa nini atamfanya? Sara alitamani kumwomba msamaha Shena, lakini alijiuliza ataanzia wapi ikiwa hana uhakika na yale mawazo yake ya kichwani kwamba huyu Shena ni jini. Shena aliingia ndani ya ile ofisi na alishtuka kumwona Sara alikuwa amekaa chini. Mustafa, shogangu kafanya nini tena? Mbona amekaa chini? Yaani mimi mwenyewe nashangaa, ameingia ofisini tu anaanza kupiga tu makelele. Kelele? Kwani kipi kimemtisha mpaka apige kelele? Hapo Sara alijikuta njia panda kutokana na maneno ya Shena yalimshangaza, na aliona kama vile mawazo yake ni tofauti na alivyokuwa anamfikiria. Alafu Mustafa, ulisema huyu Sara alisafiri, amerudi lini? Shena, ulinisikia vibaya. Nilisema haonekani ofisini wiki nzima. Sikujua amekwenda wapi. Sasa nini ambacho kimemsibu? Hata najua basi. Namuuliza hapa lakini amegeuka amekuwa bubu. Yaani mimi mwenyewe nachanganyikiwa, hata simuelewi Sara mwenyewe. Jamani, sasa kipi kimemsibu jamani shogangu? Shena alizungumza hayo huku akimsogelea Sara na kisha akamwinamia. Eti Sara, umepatwa na nini? Mbona uko hivyo? Sara hapo bado mdomo ulikuwa ni mzito kwa vile mapigo ya moyo bado yalikuwa yako juu mno. Mustafa, hebu niletee maji baridi niweke kwenye glasi. Kweli Mustafa alikwenda kwenye friji akachukua pale chupa ya maji akaweka kwenye glasi akampatia Shena. Alitulia na maji yale kwa dakika moja na kisha akampatia Sara. Sara alichukua na kuyanywa kidogo na kisha akamrudishia. Hapana, kunywa yote mdogo, kunywa yote. Sara alikunywa maji yote kwa kujilazimisha na kisha alipumua kwa pumzi ndefu kweli kweli, huku hali yake ikirudi kwa kawaida. Shena akamuuliza, unajisikiaje Sara? Shena alimuuliza Sara kwa sauti ya upole kabisa, na Sara akasema sijambo. Aise, pole sana. Asante. Eti Sara, umepatwa na nini? Mustafa, mwache Sara akapumzike ili kesho aanze kazi vizuri. Shena, sijui tatizo lililompata limetokana na nini. Haya, hiyo kesho je, likimtokea tena nitafanya nini sasa mimi? Hapana, haliwezi tokea tena. Shogangu, nenda kapumzike nyumbani, kesho ndo uingie kazini. Shena, hebu nisikilize. Hii mimi ni ofisi yangu na huyu mimi ni mfanyakazi wangu. Kwanza alikuwa hayupo ofisini kwa zaidi ya wiki nzima na amerudi leo, alafu ananifanya mambo ya ajabu ajabu. Uone kama huoni usanii ananiletea. Eti Sara, kwani ni nini kimekusibu? Hapo Sara alishindwa kuzungumza mbele ya Shena, jambo ambalo aliliona na akaomba atoke nje. Mustafa, niko nje, hebu zungumza na mfanyakazi wako. Hebu wewe baki bwana. Kumbuka kabla wewe kuja alikuwa haongei huyu, na hata umekuja pia lakini stili haongei. Kwa hiyo wewe baki, hamna haja kutoka nje. Hapana, unajua hili ni eneo la kikazi. Nyie zungumzeni tu.
Shena alisema hayo huku akitoka nje ya ofisi na alienda kukaa mapokezi. Ofisini walibakia Mustafa na Sara. Sara alikuwa tu amesimama. Hebu kaa bwana. Sara alikaa kwenye kiti, Mustafa aliendelea kusimama. Sara, abe, uona tatizo gani? Hapo Sara ilibidi amweleze mkasa mzima kuanzia siku aliyotoka kwenda kununua nyama ya nguruwe, lakini alificha sababu iliyompelekea yeye kwenda kufuata ile nyama ya nguruwe. Sara alisema tu alifuata chakula cha usiku, na yaliyomtokea na vitu vilivyokuwa vikimtokea toka siku aliyokuwa amefika nyumbani na ofisini, vyote alivisema Sara. Lakini Sara hakuthubutu kumwambia bosi yake kwamba alitaka kwenda kununua nyama ya nguruwe ili mifupa ile ajinayo hapa ofisini amkomeshe Eugene Shena. Hayo hakuyasema Sara. Sara, mbona hiyo story yako ni kama vile unanifanyia utani? Hivi unadhani mtu mwenye akili timamu unaweza ukaja ukamwambia story kama hiyo na akakuelewa? Mtu mzima unapoteaje nyumbani kwako? Unapotea njia, unatokea msituni, mara unatokea Dodoma. Hivi kweli kabisa mtu mwenye akili timamu anakaa na kusikiliza na unamwambia upumbavu kama huo? Kweli bosi. Haki ya Mungu mimi siwezi kusema uongo bosi. Kwa hiyo hata hapa ilitokea hivyo, sio maana yake? Bosi, kule ilikuwa ni 9, 10 hapa. Yaani mpaka sauti ametoa nguruwe. Nilikuwa sikuoni wewe, namuona nguruwe. Itakuwa ni nini sasa? Hebu ngoja kwanza. Mustafa alisema huku akielekea mlangoni. Akaufungua mlango na kisha aliita, Shena, njoo mara moja. Vipi Mustafa, mmemalizana? Hebu njoo kwanza mara moja. Shena aliingia ofisini, akasimama pembeni ya Mustafa ili kusikiliza kile alichoitiwa. Unasemaje Mustafa? Hapo Mustafa alimueleza yote yaliyomtokea Sara. Na Shena baada ya kusikiliza historia akasema, Sara, pole. Lakini maji alokunywa yatamsaidia. Ile hali haitomtokea tena. Kwa hiyo endelee na kazi au apumzike? Mwacha akapumzike ili kesho aanze kazi vizuri. Kweli Mustafa alimpa ruhusa huyu sekretari wake Sara akapumzike ili kesho aingie kazini. Sara alishukuru, akataka kutoka lakini akakumbuka alikuwa amechafua pale chini kwa haja ndogo baada ya kumtoka bila hata kujijua kutokana na hofu ya maluelue alikuwa anayepata. Kwa Sara alikwenda msalani, alichukua mopo kwa ajili ya kuja kufanya usafi. Alipoingia Shena akamwai, akaambia shoga yangu Sara, kapumzike, nitakusaidia mimi. Sara akaleta ubishi akasema hapana dada, acha tu nikasafishe. Akaambia hapana, wewe nenda kapumzike. Sara ilibidi akubali kumpa mopo Shena, akaondoka kuelekea nyumbani, lakini Shena akamwambia Mustafa, mpeleke Sara. Ukirudi utakuta nimemaliza kufanya usafi. Mustafa akasema sawa. Kwa Mustafa alitoka kumpeleka Sara nyumbani na akampatia huku nyuma nafasi Shena kufanya usafi. Mara baada ya kuondoka tu, Shena akawaita wale vijakazi wake ambao walianza mara moja kazi ya usafi. Mustafa alimpeleka Sara mpaka nyumbani kwake, akamwacha na kisha Mustafa akarudi ofisini. Alimkuta Shena kashamaliza kazi ya usafi. Mara baada ya kuachwa Sara aliingia chumbani kwake, alijikuta anaangua kilio kutokana na matukio yaliyokuwa yakimwandama kila kukicha. Katikati ya kilio chake akasikia tena sauti alikuwa ameisikia wakati alipomuona nguruwe ofisini kwa bosi wake. Ile sauti ilimwambia kwamba kulia sio dawa zaidi ya kuacha kuyafuata mambo yasiyokuhusu, la sivyo utageuka nguruwe kabisa. Ni heri ukaachana na mambo yasiyokuhusu kuyafuatilia. Sauti ile ikamfanya kwanza anyamaze, akajiuliza kitu gani ambacho amekuwa anakifuatilia zaidi ya kutaka kumjua Shena kama ni binadamu ama ni jini. Lakini kwa jinsi alivyomuona Shena alivyokuwa mpole leo kule ofisini, aliamini kabisa Shena sio jini, bali ni kiumbe tu cha kawaida, tena mwenye upendo tofauti na vile alivyokuwa anamfikiria. Sara hakuamini mwanamke mrembo kama Shena
kukubali kusafisha haja yake ndogo alikuwa amejikojolea muda ofisini kwa bosi wake. Lakini pia alimhakikishia hali ya kumtisha haitomrudia tena. Haikuwa kama alivyokuwa amemwambia, maana ile sauti alisikia. Sasa wakati anajiuliza hayo, Sara akiwa hajapata jibu, simu yake iliita. Namba ilikuwa ni ngeni. Alipopokea akaanza kuzungumza. Halo Sara, umefika salama? Sauti hii haikuwa ngeni masikioni mwake, lakini hakuwa na uhakika nayo. Ilibidi amuulize, we nani? Mimi shoga yako naitwa Shena. Ah, dada, nimefika salama. Ile hali haijatokea, si ndio? Ndio. Mbona kama una wasiwasi Sara? Ni kweli na wasiwasi. Kuna sauti naisikia kwa mara ya pili lakini siielewi. Hiyo sauti inasemaje? Inasema niache kufuatilia mambo yasiyonihusu, la sivyo nitageuzwa kuwa nguruwe. We Sara, kwani unafuatilia nini? Hapo Shena akajifanya kama anauliza hivi. Swali lile lilikuwa ni gumu mno kwa Sara, kwa vile asingeweza kumweleza eti kwamba eti mimi nakufuatilia we Shena ili nijue midadamu au jini. Dada we mimi nimfuatilie nani dada? Sina kumfuatilia. Nisikilize Sara, haiwezekani sauti hiyo ikutokee kwa mara ya pili. Kama kuna kitu unakifuatilia, hebu achana nacho, kwa vile kila kitu cha ajabu kikikutokea huwa kina sababu yake. Nimekuelewa dadangu, hebu acha kufuatilia hicho kitu ulichotaka kukifuatilia, tuone nini kitatokea. Sawa dada. Basi mdogo wangu Sara, oga kisha unywe maji baridi ulale, sawa? Nitafanya hivyo dada. Sara alikwenda kuoga na kisha alikunywa maji baridi, akajikuta akipitiwa na usingizi mzito mno. Naam, msikilizaji, Sara aliamka siku ya pili bila ya kutokewa na mauzauza yoyote. Alikwenda mpaka kazini kama kawaida. Alikuta ofisi haijafanywa usafi. Alianza kazi ya kufanya usafi kama kawaida yake na akasubiri muda bosi wake aweze kufika. Baada ya muda, Mustafa aliwasili, akapokewa pale na Sara. Kama kawaida, alichukua vitu vya bosi akaenda kuviweka ofisini. Mustafa aliingia ofisini, alishangaa kukuta ofisi ni chafu. Hata hali ya hewa haikuwa kama ile aliyoizoea wakati wa Shena akifanya usafi. Mustafa alitoka mpaka kwa Sara, akamuita akamwambia, we Sara, hebu njoo mara moja. Sara alinyanyuka, alienda kwa bosi wake kwa ajili ya kumsikiliza. Alijua labda anaitiwa kazi ya siku ile. Alipofika Sara alikutana na swali ambalo lilimshtua, kwamba Sara, kazi imekushinda, sio manake? Bosi, kwa nini? Mbona ofisi inanuka kama zizi la ng'ombe? Kwamba umeshindwa kufanya usafi, sio manake? Bosi, mbona mimi sisikia harufu yoyote mbaya? Ina maana wewe husikia harufu mbaya ya ofisi? Bosi, kwani kipi kimeongezeka? Mimi nimefagia, nimefuta kama siku zote. Sasa hiyo harufu kama zizi ya ng'ombe imetokea wapi? Hebu nisikilize Sara, kazi naona imekushinda. Ni heri usingerudi kwenye hii ofisi yangu. Ofisi yangu ingeendelea kusafishwa na Shena. Unakuwa kama upo bustanini bwana. Shena akipiga usafi kwenye ofisi, unajikuta kama uko bustanini. Lakini wewe umerudi kwenye ofisi, hakuna ulichokifanya. Umeongeza uchafu tu, ofisi nzima inanuka kama zizi la mbuzi. Bosi, mbona mimi sikuelewi? Hiyo harufu kama beberu iko wapi? Ghafla ndani ya ofisi ilisikika harufu nzuri ya manukato aliyoizoea. Akamwambia Sara aondoke. Sikiliza Sara, kaendelee na kazi zako. Asante bosi. Sara alitoka akaenda kuendelea na kazi. Wakati akifanya kazi,
alijikuta ni mtu mwenye mawazo mengi sana juu tukio la muda mfupi uliokuwa umepita la bosi wake kumgeuka ya kwamba eti hajafanya usafi na kusema kwamba ofisi inanuka kama zizi la ng'ombe. Kilichomshangaza Sara kitu kingine kilikuwa ni harufu nzuri ya manukato iliyoingia ghafla tu ofisini, ambayo hakujua ile harufu imetokea wapi. Lakini Sara hakutaka kusema kitu. Aliendelea na kazi, na Sara alipanga akitoka kazini jioni lazima aende kwa mganga wake wa kienyeji ili amwangalizie kinachomtokea ni nini, kwa vile haikuwa hali ya kawaida kwa matukio kama yale. Wakati Sara akiwaza vile, alishtuliwa na sauti ya Shena. Shogangu, za kazi. Dada karibu, alisema huku akionyesha kushtuka. Shena alikuwa amevalia dera zuri lililonakshiwa na nyuzi za hariri. Alikuwa amenawili na alikuwa amependeza. Alionekana ni mwanamke mrembo zaidi ya siku zote. Asante Dashena, hongera, umependeza sana. Nashukuru. Karibu dadangu. Nimekaribia. Vipi, umeamkaje? Namshukuru Mungu leo nimeamka salama. Vipi ile hali ilikutokea tena? Kwa kweli mpaka nakuja kazini nashukuru hali ile wala haijanitokea, wala ile sauti sijaisikia tena. Nisikilize Sara. Kama nilivyokueleza, zingatia ulioambiwa na ile sauti uliyoisikia. Fanya mambo yako na mambo yako yatakwenda vizuri. Ila ukitaka kuanzisha chokochoko kufuatilia mambo yasiyokuhusu, itakugharimu. Asante dada kwa msaada wako pia, na nitazingatia ushauri wako. Vipi huyo bosi wako yupo? Yupo tu, nenda yupo. Hapana, muulize kwanza, siwezi kwenda bila kumuuliza. Sara alinyanyua simu na kisha akampigia Mustafa, aliyemwambia kwamba amruhusu tu Shena aingie. Dada, pita. Asante. Shena aliingia ndani ya ofisi. Alikutanisha macho yake na Mustafa aliyekuwa akiangalia pale mlangoni. Wow. Wow, mpenzi wangu. Mustafa alijikuta akitoka kwenye kiti chake, akaenda kumpokea Shena kwa kumkumbatia na kisha akamchumu. Shena akasema asante mpenzi. Shena alishukuru baada ya kupewa lile busu la shavu. Waliachana kwa kila mmoja kukaa sehemu yake. Shena alionekana ni mwenye furaha usoni mwake tofauti na siku zote. Alimwangalia Mustafa usoni. Alitaka kusema neno lakini alishetu kutabasamu na kufanya uzuri wake uzidi kuongezeka maradufu. Vipi mpenzi wangu? Mustafa alimuuliza Shena, huku naye akijenga tabasamu mwanana lililokuwa likimpa uhuru Shena wa kuzungumza. Mustafa, nashukuru sana. Kwa lipi mpaka unishukuru? Kwa vyote, lakini kimoja ndo kimenifurahisha sana tena sana. Ni nini hiko? Kipi kimekufurahisha sana? Unataka nikwambie? Shena alimuuliza Mustafa huku akimtazama kwa jicho la aibu. Ndio. Niambie tu mpenzi, natamani kujua kipi kimekufurahisha. Kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi moyoni mwako. Lakini jambo la pili, kunivumilia kwa usumbufu wangu. Lakini jambo la tatu, kunipatia penzi ambalo sijawahi kulipata katika maisha yangu yote. Na kubwa zaidi, nimekuja kukueleza sasa hivi kwamba mimi ni mjamzito. Wewe. Kweli kabisa. Unakumbuka jana ilikuwa ni siku ya ngapi mimi nawe kulala kwako? Kiukweli hata sikumbuki. Hebu muone kwanza. Shena alisema huku akimshika kidevu Mustafa. Mpenzi,
Jana ndio ilikuwa siku ya mwisho ya kukutana kimwili mimi na wewe. Na mpaka juzi bado sikuona mabadiliko. Unajua nilichanganyikiwa mtoto wa kike, lakini penzi ulonipa jana lilikuwa ni tamu ajabu, yani ilibaki kidogo tu nife kwa raha. Kumbe watoto ndio walikuwa wanaingia. Wewe unasema kweli? Kweli kabisa. Nami sio muda mrefu nitaitwa mama. Hongera sana, Mustafa alisema huku akizunguka meza akamkumbatia Shena. Hongera wewe Mustafa. Umenipatia nilichokitafuta kwa muda mrefu kutoka kwako. Basi kongore kwetu sote. Mustafa mpenzi, kuanzia leo hatutaonana mchana kwa vile sipendi kutembea na tumbo. Mbona bado sana? Siwezi kutembea. Familia yetu ukibeba ujauzito usumbuka sana. Okay, sawa mpenzi, lakini nyumbani si utakuwa unakuja? Hapana, siwezi kuja, ila nitawatuma watu wakufuate usiku, siku moja moja, na alfajiri watakurudisha nyumbani kwako. Hakuna tatizo. Ila mpenzi, kwa mwezi mzima hatutaonana, na kwenda nyumbani mara moja kufanya mambo ya kimila, na maana nilipopata ujauzito ni lazima nifanye mambo ya mila. Unajua kwamba nitateseka sana kwa sababu nilikuzoea sana Shena. Usiwe na wasiwasi, nitakuwa na wewe karibu muda wote. Kwa hiyo tutakuwa pamoja kivipi wakati wewe hautakuwepo kwa mwezi mzima? Kila siku nitakuwa katika ndoto zako, na ukiamka wala hutokuwa na majonzi. Usiku utakuwa kama mchana, tena upo na mimi. Okay? Sawa. Hapo msikilizaji, Mustafa hakutaka kabisa kubishana na Shena, kwa kuamini kabisa alikuwa akipewa moyo kwa kujua siku zote furaha ya ndotoni ni maumivu ya asubuhi. Alafu nilitaka kusahau, sasa hivi ni ruksa wewe kukutana kimwili na mke wako, hata bila ya dawa, si ndio? Yale mafuta mtajipaka sehemu zenu za siri kabla ya kukutana, ila lazima mkutane mara 2 kwa wiki, Jumatatu na Ijumaa. Kwa nini tukutane hizo siku tu? Ndo siku zenye nyota ya mtoto. Zaidi ya hapo mtakuwa mnatwanga maji kwenye kinu, mke wako hatopata mimba. Basi tunaweza tukakutana siku zote. Yaani nataka niwe nafanya mapenzi na mke wangu Jumatatu mpaka Jumatatu. Mustafa, hiyo unapanga wewe. Hii dozi ni ya kutafuta mtoto. Mkienda kinyume na hapo, mtoto mtamsikia kwenye kilio akilia nyumba ya jirani. Okay, sawa. Nimekuelewa mpenzi. Najua sasa hivi huna matatizo ya fedha. Kama utakuwa una shida, amka usiku, washa udi, utaweza kuniona ndotoni na utanieleza matatizo yako. Kama ni pesa, kabla ya kuondoka, washa udi. Acha ufunguo mnapouacha ili niweze kukuletea hizo hela. Kwani wewe Shena, wewe ni nani kwani? Mbona unanitisha sasa? Kivipi? Yaani bado niko njia panda. Wewe ni mganga wa kienyeji au wewe ni okay, hapana, sio hivyo. Ila naomba uniweke wazi. Maana mpaka sasa hivi niko njia panda, sijui wewe ni nani. Yaani unawezaje kuanza kuniletea tu hela? Yaani unaniletea tu hela, yaani yani kivipi? Mustafa, kitu gani kimekufanya unitilie mashaka hivyo mpenzi wangu? Hapo Shena alimuuliza Mustafa huku machozi yakimtoka, kitu kilichomfanya Mustafa ajutie lile swali lake kuliuliza. Basi samahani mpenzi, kama swali langu limekukwaza na kuomba unisamehe. Mustafa, kipi nimekufanyia kibaya mpaka unifikiri hivyo? Mpaka unaniita mimi jini
Au umenichoka mpenzi wangu? Mapenzi yote ninayokupa unayaona bure. Leo hii unaniita mimi mganga. Leo hii unanifananisha mimi na jini. Kweli Mustafa? Shena aliendelea kulia huku machozi yakimtoka kama maji. Mustafa alijikuta akijilaumu kwa lile swali lake la kipuuzi ambalo liliharibu furaha yote ya siku hiyo. Alijutia nafsi yake Mustafa kwa swali la kipumbavu, lakini aliendelea kumbembeleza Shena msamehe kwa lile swali lake la kijinga. Shena mpenzi wangu, naomba unisamehe kwa hili swali langu la kipumbavu, na kuomba unisamehe. Mustafa, unataka nikujali vipi? Siku zote nimekuwa na kujali. Mbona sijawahi kukuuliza swali kama hilo? Au wema wangu wa kujitolea kwenye maisha yako ndio umeniponza? Leo hii Mustafa anaona mimi mganga? Leo hii Mustafa anaona mimi jini? Kweli Mustafa? Shena alilia mpaka kageuka akawa mwekundu. Mustafa alichanganyikiwa, alijikuta anatoka kwenye kiti chake akaenda kupiga magoti mbele ya Shena. Alianza kulia huku akiomba msamaha kwa kuamini Shena ni mtu muhimu sana katika maisha yake kutokana na kumsaidia vitu vingi mno. Kilio cha Shena na kilio cha Mustafa cha kumwomba msamaha Shena. Ujomba Kashena mwenyewe alishtuka kwanza, ambaye siku zote hakupenda kumwona Mustafa akitoa machozi mbele yake. Alimshika akamnyanyua, akamtazama. Hapo sasa wakatazamana. Kila mmoja macho yake yalikuwa yamejaa machozi. Machozi ya Shena yalimfanya aongezeke uzuri maradufu na akazidi kuutesa moyo wa Mustafa. Kumpoteza kiumbe mzuri kama yule, acha masiara wewe. Shena alikuwa ni mzuri kweli kweli. Mustafa. Naam. Naomba unisamehe mpenzi, Shena alisema huku akimfuta machozi kwa mtandio. Nisikilize Shena, wewe huna kosa lolote. Mwenye makosa ni mimi niliyetoa machozi yako. Hapana Mustafa, nakupenda sana. Nimeumizwa na machozi yako. Narudia tena, naomba unisamehe. Shena, mimi nimekusamehe, japo sioni kosa lako. Naomba mimi ndo unisamehe. Nimekusamehe mpenzi wangu, na mimi nashukuru kwa kunisamehe. Walikumbatiana, kila mmoja akirudisha furaha yake. Baada ya utulivu wa muda, Shena alimwomba Mustafa atoke nje mara moja. Alimruhusu, hakuchelewa, akarudi baada ya dakika 2 akiwa na vinywaji mkononi. Aliweka juu ya meza, akaenda kwenye friji ndogo akatoa glasi 2. Alimimina kinywaji kile kwenye glasi na kisha akampatia Mustafa. Akamwambia, karibu mpenzi. Asante sana. Mustafa alitikia asante huku akipokea kile kinywaji. Alipiga funda 2 na kisha akamung'unya midomo yake na kisha akasema, Shena mpenzi wangu, unajua hiki kinywaji ni kitamu sana. Nataka kujua umekipata wapi? Nilimtuma mtu nyumbani alete wakati nakuja kukuaga. Ni kitamu. Hakika unajua sijawahi kunywa kinywaji kama hiki toka nitoke tumboni mwa mama yangu. Utazidi kuvipata maadamu tuko pamoja. Utakunywa sana damu za binadamu. Sorry. Yaani namaanisha tuko pamoja. Utakula sana vitu vitamu zaidi hata ya hiki. Hii chupa utakuwa unachukua glasi 1 kila siku mpaka nitakaporudi. Utakuwa hujamaliza bado. Shena, hebu ngoja kwanza. Hapo kwenye damu ya binadamu umeteleza, umekosea au ulikuwa unamaanisha? Mustafa, ulime una mfupa. Kwani binadamu sisi kukosea si kitu cha kawaida tu? Kwani wewe hujai kukosea kuongea? Okay, sawa. Lakini Shena, wewe ni mtu wa muhimu sana katika maisha yangu. Nitakupenda, nitakutunza, nitakuheshimu siku zote za maisha yangu. Mustafa, mimi sio mkaaji. Nilikuja kukujulisha habari za ujauzito wangu na nimekuja kukuaga ya kwamba naondoka. Okay? Sawa mpenzi, mimi nimekuelewa.
na mimi nitafuata yote ulionieleza bila kufanya makosa. Nitafurahi. Kumbuka na kupenda sana Mustafa. Najua. Naomba usinisaliti. Na kuahidi sitafanya hivyo, labda mimi nife. Unajua mimi ndo mwanaume pekee ambaye sijui kabisa usaliti ni nini. Naam, walikumbatiana kwa muda, kila mtu alisikia mapigo ya moyo mwenzake, na kisha waliachiana wakasindikizana nje. Alipofika mapokezi, Shena akamwaga Sara. Shoga, mimi na wakimbieni. Jamani, lini utakuja kwangu tuongee? Tutapanga tu siku na nitakuja. Haya shoga, si tunaendelea na kazi. Ila Sara, zingatia yote tuliyozungumza ili uishi kwa amani. Nitafanya hivyo. Haya, kwaherini. Hapo Mustafa alitoka na Shena mpaka nje. Alishangaa kutokuona usafiri wowote nje uliomleta Shena. Alijiuliza sasa Shena ataondokaje. Ilibidi amuulize Shena, kwani unatumia usafiri gani? Utanisindikiza mpaka njia panda. Kuna gari la nyumbani litanipitia. Okay, sawa. Kweli waliingia kwenye gari la Mustafa na Mustafa akampeleka mpaka sehemu aliyotaka, na kisha akamwambia, Mustafa, naomba uniache hapa, kuna gari linapita sasa hivi. Okay, sawa. Mustafa alisimama pembeni ya barabara kwenye mti wenye kivuli, na kisha akamwambia, mpenzi, nenda salama daima, nitakukumbuka. Jamani Mustafa, si mwezi mmoja tu. Kwa umpendaye mwezi mmoja ni sawasawa na mwaka mmoja. Najua, hata mimi nilipenda ujauzito huu ni ulee mimi na wewe, lakini mila na desturi lazima nifanye tambiko, bila hivyo naweza nikampoteza mwanangu. Okay. Sawa mama, na heshimu. Kwa vile ni kwa ajili yetu hakuna tatizo. Kweli bana, waliagana kwa kukumbatiana kwa muda, na kisha Shena aliteremka kwenye gari na kwenda kusimama chini ya mti. Mustafa aliondoa gari kurudi ofisini. Siku ile Shena hakutaka kuondoka kwa mtindo wake wa kutoweka tu ghafla. Alihofia baada ya utata uliojitokeza kwa Mustafa, ilibidi afanye vile ili wajue kwamba yeye ni kiumbe wa kawaida na wala sio kama vile wanavyomdhania. Kwa hiyo Shena mara baada ya kumwona Mustafa ametoweka, na yeye akatoweka kwa kuyayuka ghafla tu yayu, akarudi baharini. Naam, msikilizaji, huyu sekretari Sara baada ya kumaliza kazi aliondoka akaelekea kwa mganga wake ili akapate ukweli wa kitu kinachomsumbua. Sara bado hakomi kabisa. Ili kukwepa foleni, alichukua bodaboda kuelekea kwa mganga Vingunguti. Kwa vile walitumia usafiri ule, waliweza kukwepa foleni za barabarani, na akatumia kama nusu saa tu kufika kwa huyo mganga. Sara, kwa vile hakutaka dereva bodaboda ajue anakwenda wapi, aliteremka mbali kidogo na nyumba ya mganga, ambayo ilikuwa ni vigumu sana kwa mtu kujua kama pale kuna mganga, ni mpaka mtu akuelekeze. Sara akatembea hatua kama 50. Akatokea kwenye nyumba ya mganga. Alikuta wateja zaidi ya 8 walikuwa wako chini ya mti. Wanawake 6 ukiongezewa na yeye, jumla wakawa wanawake 7 na wanaume 2. Sara naye akaenda kukaa kwenye benchi palipokuwa kuna nafasi. Kwenye mkeka kulikuwa kuna wanawake 3 walikuwa wamejinyosha na walikuwa na nafasi kubwa mno. Baada ya kuketi, akawasalimia wale aliowakuta. Sara alikuwa ni mzoefu. Alitoa simu yake kwenye mkoba akamtumia ujumbe mganga kumjulisha kwamba nipo hapa nje. Baada ya muda alitoka kijana mmoja mwenye umri usozidi miaka 30. Alikuwa amevalia suruali ya jeans na t-shirt. Ukimwangalia haraka haraka utajua tu ni brother Manny. Hakusema neno lolote, alimuita Sara kwa ishara ya mkono apite ndani. Baada ya kuingia, alikutana naye nje ya chumba cha uganga. Yule mganga akamwambia karibu. Asante. Za siku nzuri tu, umeadimika sana. Mambo mengi ustadhi wangu. Karibu ndani, maana nimefanya upendeleo.
Najua, na ndo maana nikakutumia ujumbe, niliogopa kukupigia. Sara alisema huku akiingia ndani ya chumba cha mganga wa kienyeji. Alienda kuketi kwenye mkeka. Leta habari. Habari nzuri. Ile kazi ilikwenda vizuri. Yule bwana naweza nikasema alirudi na alifanya alifanya kama ulivyosema. Kwa sasa amekwenda nje kikazi. Akirudi anakamilisha kila kitu. Sasa mbona hukurudi tumalizie kazi? Ndugu yangu, kuna mambo yalinitokea ambayo sijawahi kutokewa toka nizaliwe. Mambo gani hayo binti? Hebu niambie. Hapo Sara alianza kumweleza huyu mganga yale mauzauza yalikuwa yakimtokea, kuanzia kupotea njia mpaka kuona nguruwe na sauti alizokuwa anazisikia pia. Na wasiwasi wake alisema ni Shena. Mganga baada ya kusikiliza hizi stori za Sara, alichukua kitabu cha uganga, karatasi akachukua na kalamu, akaandika vitu vile kwenye karatasi nyeupe, na kisha akafungua kitabu kuangalia alichokiandika kilimaanisha nini kutokana na maelezo ya Sara. Baada ya kusoma kwa muda, mganga akamwangalia Sara, akamuuliza swali, unasema sauti ilisemaje? Sauti ilisema nisifuatilie mambo yasiyonihusu, la sivyo nitageuzwa mimi kuwa nguruwe. Kwa nini wewe unafuatilia mambo yasiyokuhusu? Mtaalamu, kuna mambo mimi yananitatiza. Ndiyo, kuna kitu mimi nimekiona hapa. Ni kweli kabisa, uko sahihi. Na inavyoonekana hakuna tatizo lolote zaidi tu ya kufuata maelekezo uliyopewa na ile sauti ambayo ilikutokea. Hutakiwi kupewa dawa yoyote zaidi ya kusikiliza ile sauti. Kinyume na hapo, mganga yeyote atakayejifanya anajua dawa, moto tamwakia. Babu, mbona sikuelewi? Kwa nini sasa? Maana wewe kazi yangu huwezi kuifanya ama? Nisikilize binti. Hapa hakuna tatizo lolote ambalo wewe uko nalo. Tatizo ni wewe kutaka kuingilia visivyo kuhusu. Achana navyo ili uwe salama zaidi ya hapo. Utajuta kuzaliwa yatakayokutokea. Sasa utanisaidia vipi babu? Msaada ni kuacha kufuatilia mambo yasiyokuhusu. Kwa una maana ile hali haitotokea tena? Ikutokee vipi? Na wewe utakuwa umeacha kufuata mambo yasiyokuhusu, haiwezi kukutokea. Sasa nitamjuaje ananifanyia mchezo huu? Sara, kuwa mwelewa, achana na mambo yasiyokuhusu. Unataka kumjua huyo mtu ili uwe nini? Zaidi ya hapo mimi sina msaada wote ule wa kukusaidia. Ushauri wangu ni kwamba achana na kufuatilia mambo ya watu. Kwa hiyo mganga hakuna kinga yoyote? Kinga ya nini? Inaweza kanitokea tena. Kama utayapuuza yale maneno na ukajifanya wewe ndio unajua, utageuzwa nguruwe na hakuna kukurudisha kwenye hali ya ubinadamu. Sawa. Una jambo lingine nikusaidie? Kwa leo sina, ila mwisho wa wiki nitakuja kwa ajili ya mambo yangu mwenyewe tu. Karibu sana. Hapo Sara aliagana na mganga wake, akatokea mlango mwingine, akatoa nafasi kwa wateja wengine kupata ile huduma. Sara alitembea taratibu mpaka kwenye kituo cha bodaboda, akakodi pikipiki mpaka nyumbani kwake. Baada ya kufika kwake, alikuwa ni mtu mwenye mawazo mengi Sara, kutokana na majibu ya yule mganga. Alijiuliza kwa nini mganga alikataa kumsaidia. Sara bado hakukata tamaa, alipanga kwenda kwa mganga mwingine ili kupata ukweli. Sara yeye kichwani mwake aliamini huyu mganga uwezo wake ni mdogo, kwa inabidi ampate mganga mwenye uwezo mkubwa zaidi. Kwa vile ilikuwa ni bado mapema sana, alichukua simu yake akampigia shoga yake alikuwa anaishi Kigogo, na baada ya simu kuita ilipokelewa upande wa pili. Halo, Sara. Mwaju za saizi. Nzuri, vipi shoga yangu? Etwe, mzee Gogo yupo? Yupo, kwani vipi? Bwana mimi nilikuwa na shida naye. Kwa lini? Leo hii. We Sara, mbona usiku? Bwana we nisikilize bwana, mimi siwezi kulala mpaka nimuone, kuna mambo mimi yananitatiza. Mambo gani hayo ambayo lazima uende usiku huu jamani? Hapo Sara alimueleza sababu
ya kutaka kuonana na mzee Gogo, na baada ya kumsikiliza alishusha pumzi na kusema, we shoga yangu, una haki ya kwenda muda huu kwa mzee Gogo. Sasa tunafanyaje? Mimi nakusikiliza wewe. Basi kodi bajaji nipitie, mimi nitalipia. Nipe dakika 20 nitakuwa hapo, wewe jiandae, nikifika tu tunaondoka. Wala hata sina shida kujiandaa, utanikuta tu niko nje na kusubiri. Sara hakutaka kuoga. Alichukua pochi lenye pesa akatoka kwa ajili ya kumsubiri shoga yake. Na baada ya muda Mwajuma alifika na bajaji. Sara ilibidi aingie kwenye bajaji, wakaelekea Tandale kwa huyo mzee Gogo. Ni mganga pia wa kienyeji. Kwa vile walipita njia za nyuma, walikwepa foleni na walifanikiwa kufika kwa mzee Gogo mapema sana. Walikuta watu bado hawajaondoka. Walikaa kwenye benchi kwa ajili ya kusubiri muda wa kuingia ndani. Wakiwa wamekaa pale kwenye benchi, alitoka mzee mmoja hivi wa makamo. Kichwa chote kilikuwa kimejaa mvi. Mzee huyu alikuwa amevalia tisheti juu, yani fulana, alafu chini alikuwa amejifunga kaniki. Kwa vile mzee huyu alikuwa amezoeana sana na Mwaju, alipomwona alishtuka, akamuuliza, wewe vipi tena mama, mbona usiku? Shida tu hizi mzee wangu. Karibu hapa ndo kwa mzee Gogo. Mzee Gogo hashindwi na kitu. Asante. Vipi tutapata upendeleo? Nipe dakika 10 tu, nitawaiteni kilingeni tufanye kazi. Kweli mzee Gogo alikwenda kwenye mti uliokuwa uko pale uani, alichukua vitu kadhaa na kisha karudi ndani kuendelea na kazi. Baada ya muda alitumwa mtu kwenda kuwaita Mwajuma na shoga yake Sara. Waliingia ndani kwa huyu mzee, wakakaa kwenye mkeka. Mzee huyu Gogo akawakaribisha kwa kuwaambia, karibuni mabinti zangu. Asante. Mzee Gogo alitulia kwa muda, akapanga vizuri pale dawa zake na kisha kanyanyua macho yake akasema, binti, mniambie mna matatizo gani? Babu, shoga yangu huyu ndo mwenye matatizo. Eti mama, una tatizo gani? Niambie nikusaidie. Hapo mzee Gogo alikuwa amemgeukea Sara. Sara alimweleza mikasa yote iliyomkuta na jinsi mganga aliyekwenda jioni kutaka kumtibu na akakataa. Yote Sara alieleza. Sara hakuficha kitu. Alisema ukweli ya kwamba hapo kwenye alipo ametoka kwa mganga ambaye amekataa kumsaidia. Sasa baada ya Sara kueleza yote, huyu mganga akamsikiliza Sara. Huyu mganga akachukua kikopo kilichokuwa kina unga mweupe. Akatoa hivi ule unga kidogo, kisha akaumwaga pale mbele ya Sara. Akatulia kama vile anatazama kitu kwenye ule unga. Yule mzee akatulia, amekaza macho kwenye ule unga mweupe. Kisha akasema, ni kweli kabisa, ni jini ndo linalokusumbua. Nani? Huyo mpenzi wa bosi wako. Mungu wangu. Babu, unamaanisha Shena? Ndio. Hapo babu ndo unapopataka. Sasa tunafanyaje? Wewe unataka tumfanyaje huyo jini? Babu, mimi nataka tumpoteze kabisa, asiwepo duniani. Kumpoteza itakuwa ni vigumu kwa vile tayari mpenzi wa bosi wako huyo, huwezi kumpoteza. Lakini ndo anayenitesa vile kweli huyo? Hivi babu, huyo Shena ndo anayenitesa mimi? Ndo huyo, hakuna mwingine. Babu, sasa tumfanyaje ili tuvunje mapenzi na bosi wangu? Afu pia asinifatefate mimi. Kuvunja mapenzi na bosi wako ni ngumu, kwa vile tayari huyo Shena jini ana ujauzito wa bosi wako. Ana ujauzito? Yaani yule jini ana ujauzito? Ndiyo. Sasa tutafanya nini? Labda kumuua tu ndo inawezekana. Sawa babu, mimi niko tayari, tumuue. Baada ya kusema vile, yule babu alichukua chupa ndogo, akachukua bakuli dogo, akamimina maji yale na kisha akazungumza maneno ambayo Sara na shoga yake Mwajuma hawakuyaelewa. Ghafla pale mganga kanyamaza kimya.
Zikapita kama sekunde kadhaa za ukimya. Mganga kaanza pale kung'atang'ata maneno. Aisee, ulitokea mtetemeko mkubwa. Mtetemeko ulitokea mpaka chumba kizima cha uganga kikaanza kutikisika. Hakuna aliyejua nini kinaendelea. Hakuna. Sasa wakiwa wameingiwa na wasiwasi, walishtuka kumwona mganga akijishika hivi mikono shingoni. Yaani kama vile kuna mtu anamzuia simkabe. Yaani kwa kifupi, huyu mganga inaonekana alipigwa roba moja ya hatari mno. Kwa sasa kama vile akawa anaizuia ile roba. Yule mzee alikuwa ameshikilia bakuli. Ile bakuli aliachia likadondoka chini, mpanga papa, maji yakamwagika pale. Sara na shoga yake Mwajuma walishtuka kumwona mganga anahangaika hivi, yeye mwenyewe anahangaika. Yaani kama anapigana na mtu, lakini huyo mtu haonekani. Na huyo mtu alikuwa amemtaiti shingoni. Lakini Sara na Mwajuma hawakumuona huyo mtu, ila wanamuona tu mganga anahangaika. Mara ghafla wakamwona mganga anaangua kilio kizito. Pale pale mganga akaanguka chini kama zigo la mahindi. Lakini mikono yake ilikuwa bado iko. Yule babu maskini Mungu, mikono kashikilia shingoni. Pale pale yule babu akaanza kurusha hivi miguu. Yaani anatapatapa. Sasa zile dawa zilizokuwa pale chini, yule babu akajikuta anapiga zote mateke, yani matunguli madawa yote akaluka pembeni, akatawanyika ovyo ovyo. Hata ungekuwa ungebaki. Sara na Mwajuma wakanyanyuka pale ulipokuwa wamekaa. Kwanza uoga ulikuwa umeshawaingia. Mganga kaendelea kurusha pale miguu. Yaani kama vile kuku aliyekatwa kichwa. Pale pale yule mganga akatulia kimya. Sasa baada yule mganga kutulia, Sara na Mwajuma waliogopa kumsogelea. Wakabidi watoke nje mbio. Wakaenda kumwita msaidizi wa mganga. Yule msaidizi wa mganga aliingia, akaenda pale alipokuwa amelala yule mzee Gogo. Mzee Gogo kalala hivi chale. Walimkuta macho, ulimi, vyote vimemtoka nje. Msikilizaji, kwa lugha nyepesi, mzee Gogo alikuwa ameiaga dunia. Sara na shoga yake Mwajuma wakaona huu mbona msala, na huu msala utawageukia. Wakatoka pale taratibu. Hawakuaga, kimya. Shwa mbio. Njia nzima Sara alijana maswali, na akakumbuka maneno ya mganga yule wa Vingunguti, yule mganga wa kwanza aliyemweleza kwamba mganga yeyote atakayetaka kuingilia hii kesi lazima cha moto atakiona, lazima moto umwakie. Sara alipofika nyumbani kwake, akateremka, akamwacha shoga yake Mwajuma anarudi naye nyumbani kwake huko Kigogo. Alipofika nyumbani kwake, Sara alijikuta nazidi kukosa amani moyoni mwake. Akajiuliza, hivi ndo nini sasa hatima maisha yake? Maana sasa amekaidi amri ya ile sauti kwamba usifuatilie mambo ambayo sio ya kwako. Acha kuyafuatilia mambo sio kuhusu. Sara akajikuta anaanza kuwaza ile sauti, na kilichomshtua zaidi Sara kujua kwamba Shena sio binadamu, ni jini, na ndiye aliyekuwa akimfanyia mauzauza yale. Sara alijiuliza, atamtazamaje Shena, hasa baada ya kumwasa kwamba aache kufuatilia mambo somoso. Sara alipofika nyumbani hakuwa hata na hamu ya kula. Alinunua soda, kanunua na keki, alikula na kisha akaoga, kapanda kitandani. Sasa basi, usiku wa manane, Sara akiwa amelala, Mungu wangu, kilimtokea kitu cha ajabu.
Bwana msikilizaji, najua unatamani kujua ni kitu gani ambacho Sara kilimtokea usiku wa manane. Nikusihi usikose katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 4 simulizi yetu nzuri ya kuitwa Shena, simulizi kutoka kwake Bwana Ali Mbetu. Mimi naitwa Uncle J. Kwa leo tuishie hapo, tukutane katika sehemu ya 4, mzigo mtamu wa Shena, unaweza ukaita mimba ya jini. Bye bye kwa sasa, tukutane wakati ujao.